Hii familia ni balaa, familia ya mama Mayele. Hii familia ni balaa, kila mtu na tabia yake. Hii familia ni balaa, hii familia ni balaa, hii familia ni balaa. Hivi kwa nini mnataka kuwa kero mpaka kwa majirani namna hiyo? Majirani wote sasa hivi wanataka wawachoke. Aya, nini kimewaleta sasa? Mwanangu, kaka yako ameoa. Tumeona sio vema kwa hata uje kutambulisha hapa nyumbani kwako. Kwa tumekuletea wifi huyu hapa mzuri. Sana shangana kwa mkali. Sijui kwa nini. Yaani mama, kwa sababu kaka kaleta mke ndio mje na hizi fujo kweli? Mmeshindwa kuja kistaarabu. Sawa, mke kaleta yeye ndio mlete fujo nyumbani kwangu. Da mtu, vipi? Si tumeona kukaa huko tusherekee peke yetu sio vyema. Bora tuungane pamoja tuje hapa, tufanye shughuli, tuungane na dada yetu, ufurahi jiko. Mimi kama kaka yako nimeleta nyumbani, mambo yote endelee. Na siku naona nzuri kabisa. Vichele, dagaa kama kitu. Jamani, shughuli yote tutafanyika hapa. Dada kama lijua hivi alishajiandaa. Kwa hiyo sasa mimi niende na Anmo ndani na mama mtu, mama mwingine atafuata, tutulie. Sawa? Mama mtu tuingie mugati, sawa? Wewe chukua kidogo hapa ili kujiandaa. Maji si hapo ndani. Twende. Kaka, mama, hivi unamwona mwanao? Yaani kweli yeye kuingia chumbani kwangu na mke wake? Afu mama unafurahi tu. Tabia za wapi hizi lakini mama? Mbona mnaniletea matatizo ndani mwangu? Mnataka mume wangu mimi aje anifikiriaje? Yaani anafikia muda wa kuingia chumbani kwangu na mke wake. Akifika mume wangu hapa mimi inakuwaje? Wewe unaogopa mume wako? Wewe unaogopa mume wako? Nilikwambiaje? Nilikufunza nini? Mwanaume awe chini yako. Wewe si nilikuzaa wewe? Kwani fuati nyayo zangu wewe? Mimi nishasema watu wangu wote watafuata nyayo zangu mimi. Umeshakuona nyumbani kwangu wanakuja baba zako kaenda kugomana ovyo ovyo. Mmeona nyie wote nyie watoto zangu. Kila mmoja ana baba yake. Lakini baba zao wote nimewakamata, nimewashikilia. Hiki ni chuma cha reli. Hakuna anayefurukuta kwangu. Wote kwangu nimewashika. Leo wewe unafanya mdhaifu kwa mwanaume. Hapana. Sio mtoto wangu wewe. Nakataa. Mkanyage mme wako, mkanyage, mshikilie, mweke hapa. Afanye chochote unachotaka wewe. Kwa nini? Nibadilishwe hospitalini. Au sio mtoto wangu wewe? Kwa nini unanifanyia hivyo? Leo nimekuja na familia yangu wasabda kusababisha ndoa kuachika. Kwa nini wachike? Lakini mama, sio vizuri hivi mnavyonifanyia. Njooni mkae. Mbona mmesimama? Sehemu za kukaa si hizi hapa. Umeona sasa? Huyu ndio mjukuu wangu sasa huyu. Anafuata nyayo zangu. Nataka awe hivyo kama mimi. Sio unakaa unaogopa mwanaume kwa ajili ya nini? Huyu ndio damu yangu. Anafuata nyayo yangu. Karibu.
Bibi, mmemaliza mchele wote, zimebaki dagaa. Au tupike ugali na dagaa? Alafu wewe, ndio umekuwa tabia za mama yako. Nakufanyia mchele mwingine, kwani mchele uko huo tu? Chaanza kulisi sasa. Mama, hivi nini anachofanya mwanao hiki ndani? Unamsikia anapopiga kelele na mke wake humo? Unahisi watoto wanajifunza nini hapa? Alafu wewe umeshaanza tabia mbaya, si ndio? Wewe ni mwanangu au ni bado sio hospitali, si ndio? Nilishakupa laana na kuanzia leo sio mwanangu. Na katika familia yangu haitakuja kunyaga hata mtu huyu kuja kukanyaga kwenye hii nyumba. Wale wako ndani huko, fanya haraka tuondoke. Maana nimeshakuwa kero kwenye hii nyumba. Wanangu twendeni, tuondoke twende zetu nyumbani. Mbona kwa hivyo? Kidogo tu yani hata watu jalala, mambo madogo madogo anachukulia poa. Tafikiri mtu akuja tu, lakini wewe tumetoka familia moja, tumbo moja na kuna shanafa kama hiyo. Kwa nini bwana? Tuondoke zetu hapa. Nenda achukue hivi hatu tuondoke. Mama, tabia mbaya, wewe unafukuza wageni. Toka nawe, unaongea nini? Wewe unaelewa nini wewe? Hapo hizo tabia zako hizo wewe mtoto wewe. Nitakuja nikuumize. Mwanangu, kikao cha dharura cha ghafla hapa sasa hizi. Natakiwa kila mmoja afanye juu chini kwenda kutafuta ili je tufanye shughuli. Siwezi kukubali kwamba mwanangu ameoa mke alafu nikakaa kimya eti kwa sababu ya mtu mmoja. Hapana, hii haijakaa sawa. Naombeni kila mmoja akapambane, akatafute chochote kitu, tufanye sherehe angalau. Alafu yule mtoto yule amenikera yule. Utafisi sijamzaa kwa uchungu, nimemzalia nyumbani na uchungu, nahangaika, nimemlea. Leo ananiambia mume wangu. Mume wangu ndio kitu gani? Mume wangu ndio kitu gani? Jingo, jitahidi. Jitahidi mwanangu. Pambana iwezekanavyo, achana naye yule. Kwanza kaniudhi sana, kanikela, kaniumiza moyoni. Haweza kanidhalilisha kiasi hicho, mimi nakwambia eti mume wangu, mume wangu. Mume wangu ndio kitu gani? Mnasikia nyote? Tukapambane. Tutafute chochote kitu, tukutane wapi? Nyumbani. Baadaye kwenda kutafuta sehemu ya kula bata. Mnasikia wanangu? Inakataka kushangilia huku, mmeniunga hii hoja. Sasa kila mmoja aondoke akatafuta chochote kitu, tukutane nyumbani ili kila tujue kwa kwenda kula bata. Hii familia ni balaa, shida za tawala nyumbani, familia hulala pamoja. Nimemtoroka mama, nimekufuata. Nimekimbia nimekuja na mimi niende kumshughuli nyumbani. Haya sawa, nikukuta nyumbani. Ngoja nifike hapo mara moja. Nikukuta nyumbani. Nenda. Familia kweli na majanga. Oya mamtu, mbona unanita tena vichochoroni? Au unataka yule mjinga wako aje anifumue tena? Nisamee mpenzi wangu. Usiwaze mamtu, nishakusamea kitambo. Hivi yule mjinga hajakuumiza kweli? Hata niumiza wapi, yule mtoto wa mama tu, mchumba tu yule. Nilikuwa pale nakimbia namfanyisha mazoezi tu pale. Usiwaze mpenzi wangu. Nakukubali sana mpenzi. Yule mjinga tu nimemhifadhi nyumbani lakini hana fadhila. Hajui cha kodi, hajui cha nini. Yaani kila kitu mimi nalipa mimi. Nashangaa nakuja kukuumiza mpenzi wangu. Ni kitu ambacho sikupenda kabisa mpenzi wangu. Naomba unisamee mpenzi wangu. Yeye angekuumiza jamani, baby sijui ningejisikiaje. Naomba unisamee mpenzi wangu. Hilo limeisha mamtu. Mimi siwezi kukunjia. Kwanza najua wewe mwenyewe hapo unanielewa. Sasa sikia kitu kimoja hivi. Pale maskani kuna kakipengele hapo. Sijui unaweza ukanisave. Kipengele gani hicho? Unajua tena blaza anaoa kwa kamchango aka nini, si unaelewa tena. Okay, kama shilingi ngapi vile? Hapo ni 5,000 tu. Hapo kanisaidia 5,000 hapo.
Baby. Umechoka? Sijachoka. Niko sawa. Tuendelee. Hapa na issue moja inanisumbua sana. Unajua nyumbani kule kuna shughuli kule. Kwa na uhitaji pesa kiasi sasa. Na hapa pesa yangu ndio inasubiriwa kule. Maana mchango ambao tutakuwa tutoe. Kwa hiyo Zoka nisaidia chochote niko vibaya. Sio hela nyingi. Shingapi? 10. 10,000? Pesa gani hapo nyumba hiyo? Kuna shida nayo. Hilo litakuwa limeisha. Basi sikia, mimi nakupa 10,000. Kwa maana nakukubali sana wewe mwanamke. Msimbazi huo sasa babu. Wewe mtoto ananimaliza kinyama yani. Dogo umenipa 10,000 kabisa, sili 10 ili mwanangu. Umenisevu sana. Lakini basi mpenzi, nilikuwa naomba na mimi kwenye hiyo shughuli tuende wote. Maana nikibaki nyumbani najisikia upweke. Okay, usiwaze mtu. Hapa tunaondoka wote. Sasa sikia kitu kimoja. Kachange hizi nguo afu mimi utanikuta maskani. Au vipi? Toto wewe unanimaliza wewe. Ngoja sasa, mimi ngoja nifike maskani basi au vipi? Poa. Hey. Jamani. Ninavyompenda huyu jamani. Haki ya Mungu wataniua. Sikia bwana. Nini sasa unanifanyia hivyo? Kila wakati umekuwa ni mtu wa hivyo hivyo. Nini sasa mwenyewe nishachoka kama unavyojua. Mimi nataka bwana. Haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho bwana. Nini sasa unafanya? Nimekuja hapa kuna kwenda na shughuli. Shughuli gani bwana wakati wewe inatakiwa na nani? Nisikilize basi. Sikiliza bwana. Haiwezi kuwa hivyo bwana. Nini sasa? Si nimekuja tu hapa haraka haraka. Ni muda mchache hivyo bwana. Bwana muda mchache. Nina shughuli mwenzio, mdogo wangu anaoa. Sasa natakiwa niende dakika 2 huko nikishamaliza. Siku nyingine kwanza atakupa ofa rafiki yangu. Haiwezi kuwa rahisi hivyo bwana. Mdogo wako kakako kule anaoa. Na mimi mwenyewe wewe inatakiwa uolewe vipi sasa? Wewe unakimbilia sherehe ya kakako. Mimi haja zangu natekelezea wapi bwana? Twende turudi ndani basi. Subiri sasa. Mbona unakuwa mkali? Pesa mimi nayo nitakupatia. Ila promise nikupatia pesa unodi saa ngapi? Maana mimi sijatosheka hapa, tusielezeka hata kidogo. Kurudi hapa itachukua kama siku 3 hivi mbele. Siku 3? Yaani siku 3 kabisa sijatosheka kabisa, afu ananiambia siku 3. Nitakuwa rudi jioni usiku wa leo. Jioni. Baadaye tena utaniua mamangu. Nitaje mama? Mimi sio mama, mimi ni mpenzi wako, niti babe. Hani ando majina yangu sinite mama mimi. Okay, sawa. Mpenzi nakuomba basi siku 3. Sawa. Basa. Naomba mkoba wangu kati. Na kupatia hii pesa. Promise, jioni uko hapa. Sawa, nitajitahidi. Kweli. Yes, okay. Wow. Oh my God. Nilikuwa na shida 10,000 tu. Asante sana. Usiwaze. Kwa hili nitajitahidi na wahi kurudi, nitarudi kwa wakati. Kwa sababu nikishafika kikubwa umeshanipa kibunda mama.
Okay, sorry. Nakupenda. Sawa, jitahidi. We Fatuma, uko wapi shonumwa sasa? Uko mishika kama ndivyo numu. Awe tulila mwana wetu. Ge maisha iga. Ima kwanza ziyelika. Fatuma, pote kwanza hela. Hey. Mbona nimeenda kujua na kuta dakika mwisho bia ziko vile vile. Kwamba hutaki kunywa pombe mama? Wewe kunywa bia na ndio maana nimekwambia kunywa pombe. Hii ni chunya mama, si unajua? Kila mtu anaweza kala maskini dakika mwisho akamka tajiri. Nina pesa mama, kunywa pombe ukitaka kutumia chochote tumie. Si umeshakula? Basi naomba unywe pombe mama. Ili ujue jinsi ninavyokuamini. Mama, pesa ipo. Kadi ya benki ipo. Na namba asili nikutajie 9912. Hela zote hizi hapa utamaliza mama. Huwezi kumaliza mama. Huwezi kumaliza. Asema ndakupa tukishaenda kulala. Ndakupa. Wala usijali. Pesa ndakupa. Don't worry. Hii ni chunya mama. Ndio maana nakwambia wewe tulia, wewe kunywa pombe, tumia pesa mama, pesa yote hii ipo kwa ajili yako. Wala hata usiwaze pesa, kunywa pombe, kunywa pombe. Safi mama. Hivyo ndio ninavyotakiwa. Kunywa bia mama, hata bia inatakiwa ziishe hizi. Kula kuchanga, kodi kuchanga, hii familia kweli na majanga. Yaani kunywa bia na kadi ya benki hii hapa na mama, wala hata usijali. Jamani. Napendwaje gini hapa jamani. Hii familia ni balaa, familia ya mama Mayele. Hii familia ni balaa, kila mtu na tabia yake. Hii familia ni balaa, hii familia ni balaa, hii familia ni balaa. Hii familia ni balaa, shida za tawala nyumbani, familia hulala pamoja, heshima ukitaka utangoja.